Mwaloni Mswahili. Kila siku vijana wapatao 1000 huingia ziwani kwa uvuvi wakitokea hapa. Miongoni mwao ni marafiki wawili wavuvi wa dagaa, Emmanuel Bikora na Eric Filipo. Kwa sasa hivi kusema ukweli dagaa imekimbia. Huu ni takribani mwaka mmoja sasa tangu tiliwe mkazo uvuvi wa msimu wa giza. Mambo yamekuwa ni magumu kwa sababu wanatufungia giza, wanasema kwamba eti tuache dagaa zikue, lakini bado dagaa ni zile zile. Ni kwa siku 10 tu wanaliacha ziwa lipumue, japo wanaona kupunjwa ulaji. Mwanzoni tulikuwa tunapata kweli, kipato kilikuwa kinapatikana, tunatega, mtu unakuja dagaa unajaza hata kwenye mtumbwi, tunauza mpaka shilingi 5,500, 4,000, 3,000. Sasa hivi dagaa imepanda bei kwa sababu haipatikani. Ndio wanatafuta chao na cha bosi, lakini kundi la pili ni waliowekeza mitaji na wanalao. Kipindi hatupumziki na sasa tunapumzika ni tofauti kidogo afadhali. Tunalia lakini kwa upatikanaji sio sana, lakini sio kama zamani. Kiupatikanaji serikali ilifanya vizuri, lakini wote wanamtegemea mchuuzi ili kazi iende. Tunafunga, tunapokuja kufungua dagaa wanakuwa ni wachache, lakini bado biashara inakuwa haipo. Kwa utatu wao, hoja mezani ya hapa ni viwango vya ubora wa dagaa. Tunaona walisema tukifunga ziwa dagaa zitakuwa kubwa, lakini ndio hamna. Dagaa unaziona jinsi zilivyo, bado ni zile zile ndogo ndogo. Zile dagaa ndogo ndogo wakizipeleka sokoni hawezi kuziuza kama zamani walivyokuwa wanauza soko yao kama dagaa kubwa. Kwa hiyo ningeshauri kwamba basi walau serikali ifanye utafiti kwa kutumia wataalamu wake. Wenye majibu sawia hapa ni mamlaka zenye jukumu la kusimamia sekta iende. Walivyokuwa wanapata zamani sio sawa na sasa. Kuna mambo mengi, kuna uvuvi usioendelevu, kuna mabadiliko ya tabia nchi, lakini tumeongezeka. Kuna ongezeko la watu, kuna demand ya chakula kile imekuwa kubwa. Anaitwa Mulshid Rutabanzibwa, afisa uvuvi kanda ya Mwanza. Kwa sababu wavuvi wenyewe wa dagaa sasa hivi wanatamani wavue kila siku. Kwa hiyo kupumzisha ziwa kuna maana kubwa. Ziwa liongezeki, lakini watu tunaongezeka. Na tunapoongezeka wote tunahitaji kutoka kwa kitu ambacho hakiongezeki. Kwa hiyo lazima itafika wakati ambako tutawekeana masharti magumu. Na hiyo yote ni katika kuhakikisha kwamba tunalinda rasilimali iendelee kuwepo. Innocent Alois, Azam News, Mwanza.